tuangazie kuhusiana na hili la Rwanda. Namuona Agweyu yuko katika line. Agweyu, habari za Nairobi nchini Kenya? Nairobi Kenya kuko salama, labda upande wa Tanzania. Upande wa Tanzania ni salama kabisa. Agweyu, moja kwa moja kubwa ambayo tunajadili hapa, tunaangazia kuhusiana na kile ambacho kinaikumba taifa la Rwanda, kuhusiana na namna ambavyo imekuwa ikiwa mapingamizi kadha, na lakini hii leo jana wakati anazungumza na Rais Paul Kagame Rwanda, moja kati ya kauli ambayo ametoa, ameionya Ubelgiji kwa kuichunganisha Afrika, kama inachunganisha Afrika, hasa Rwanda na baadhi ya mataifa ambayo yanazunguka katika mataifa mbalimbali. Lakini tunakumbuka pia Ubelgiji ni taifa ambalo pia lilikuwa ni makoloni ya litawala katika Rwanda, lakini pia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiujumla. Tunatizama Rwanda kwa namna gani hasa kuhusiana hivi vipingamizi ambavyo tunavishuhudia katika baadhi ya mataifa mbalimbali huko duniani, lakini pia na baadhi ya mataifa mbalimbali katika nchi za Afrika ambayo bado imeweza kuiona Rwanda kama taifa ambalo haliko sawa katika kile ambacho kinafanyika kule. Kwa sasa kwa yale ambayo yanaendelea, tunatarajia kwamba kutakuwa na mzozo wa diplomasia kati ya Rwanda na mataifa mengi, kwa sababu ukiangalia sio nchi ya Ubelgiji peke yake ambayo imeweza kutoa kauli. Izingatiwe kwamba Jumuiya ya Madola imeweza kutoa kauli yake na kusema kwamba nchi ya Rwanda inajihusisha na vita ambavyo vinaendelea nchini Kongo kwa sasa. Na hata ukirudi huku nyumbani, basi utaona kwamba taifa la Kongo limeweza kusema waziwazi kwamba kikosi cha M23 linapata nguvu kutoka katika taifa la Rwanda. Na ikiwa kwamba mambo haya yataweza kuendelea, kuna mambo kadha ambayo tunatarajia ya kwamba ni kwamba kutakuwa na mizozo ya diplomasia kati ya mataifa haya na Rwanda. Na la pili kwamba tunatarajia kwamba kuna zile sanctions ambazo zinaweza kutolewa na mataifa haya ambayo yameweza kusema kwamba ni Rwanda inayochochea vita ambayo inaendelea katika taifa la Kongo. Na izingatiwe kwamba ingawa Rwanda imeweza kusema kwamba imeweza kukata uhusiano na taifa la Ubelgiji, ni jambo ambalo tunafaa kuzingatia kwa karibu, kwa sababu ikiwa kwamba Rwanda hilo ndio njia ambayo itatumia, basi ina maana kwa siku ambazo zinakuja itakuwa rahisi kufanyia mataifa mengine, na hivyo Rwanda itaweza kuachwa kama taifa ambayo hayana uhusiano mema na mataifa mengi. Kile ambacho tunafaa kuzingatia ni kwamba ingawa Rwanda imeweza kukatiza uhusiano wake na Ubelgiji, Rwanda ni taifa ambalo kama mataifa mengi ya Afrika haijaweza kujisimamia. Ukiangalia kindani, Rwanda ni baadhi ya mataifa ambayo yanapokea misaada mikubwa sana kutoka katika mataifa ya kigeni. Ingawa kwamba Bwana Kagame ameweza kusema amekata uhusiano nao, sitarajii kwamba ni kwa sababu Rwanda ina uwezo wa kujisimamia wenyewe, bali ni njia ya Bwana Kagame kuonyesha kwamba ikiwa hamtutaki, basi nasi hatuwataki. Lakini kwa upande wake, kwa njia moja au nyingine, kuna yale tutasema kwamba ataweza kuumia kwa njia moja au nyingine, kwa sababu Rwanda ni baadhi ya mataifa ambayo yanategemea misaada ya kigeni haswa kwa kindani. Na kwa sasa kile ambacho ameweza kufanya, tutasema kwamba ni labda ni anataka tu kuona ni lipi ambalo litaweza kutendeka kwa yale ambayo ameweza kutenda. Lakini Rwanda sio taifa ambayo tutasema kwamba ni taifa ambalo lina uwezo wa kujisimamia lenyewe. Lakini Agweyu, wakati unazungumza hivyo, Rais Paul Kagame wakati akizungumza pia amelaani baadhi ya mataifa ya kigeni kufumbia macho serikali ya Kongo, ambayo kwa kauli yake anadai kwamba inaendelea kushirikiana na wanamgambo wa Kihutu wa FDLR ambao kama wanafanya mauaji mchana kweupe, na mataifa hayo yametulia, hayazungumzi lolote, lakini wao wanaona taifa la Rwanda. Pengine hii unatizama kwa namna gani? Ukiangalia katika sheria za kimataifa na yale ambayo tunasema kwamba kila taifa linafaa liwe na uwezo
wa kukadiria mambo yake ya ndani. Na kwa sasa kile ambacho kinaonekana waziwazi ni kwamba nchi ya Rwanda inaingilia mambo ya ndani ya nchi ya Kongo. Na kwa sababu ya hayo ndiyo maana mataifa mengi ya kigeni yameweza kujitokeza na kulaani vitendo vya Rwanda. Ingawa kile ambacho Bwana Kagame anasema hatuwezi kujua kama ni kweli au uongo, lakini kile ambacho tunafaa kuzingatia ni kwamba hata Umoja wa Mataifa umeweza kusema kwamba taifa la Rwanda limeweza kuingilia mambo ya ndani ya nchi ya Kongo, na ukizingatia sheria za kimataifa, basi ni Rwanda ambayo imeenda kinyume na kanuni za sheria za kimataifa, na ndio maana mataifa mengi yanalaani yale ambayo Rwanda yanatekeleza na bila kuzingatia yale ambayo Kongo yanatekeleza. Naam. Agoyo, mimi nikushukuru sana kwa muda wako kutokea hapa Nairobi nchini Kenya. Karibu sana, wasalimu wa Tanzania. Asante. Ni mwenzetu Agoyo Collins moja kwa moja akiwa kule Nairobi. Tumezungumza naye hapa na hata tukijadili kuhusiana na kile ambacho masakata ambalo linajiri kule katika taifa la Rwanda.